Yes, bana, kunaendelea kukucha na kupambazuka. Ni siku nyingine tena ambayo tunakutana hapa kujadili taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini taarifa kubwa ni kutokea katika bodi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara TPLB, ambao leo hii Jumaa asubuhi wametoa mkeka wa waamuzi ama marefari ambao wanakwenda kuchezesha pambano la Kariakoo Derby Machi 1 Jumapili ya wiki hii huko katika uwanja wa New Amani Complex Unguja visiwani Zanzibar, mchezo ambao ni wa raundi ya kwanza ligi ya soka Tanzania bara NBC Premier League kwa msimu huu wa mwaka 2025 2026. Waamuzi hao ni waamuzi wazawa kutokea nchini Tanzania, sio waamuzi wa kigeni kama wengi ambao walitarajia kama ilivyokuwa msimu uliomalizika. Na mwamuzi wa katikati amepangwa kuwa mwamuzi Nasoro Mwinchui kutokea Tanga, lakini pia atasaidiwa na Kasim Mpanga kutokea Dar es Salaam, ni line 1 huyu, lakini pia line 2 atakuwa ni Hamdani Saidi kutokea mkoani Mtwara, lakini mwamuzi wa akiba ni the one and only Ramadhani Kayoko kutokea Dar es Salaam. Na maoni yameweza kuwa mengi mitandaoni baada ya mkeka huo wa marefali kutolewa, kwa sababu watu wengi hawakutarajia kama mwamuzi Nasoro Mwinchui ndio atasimamia pambano hili kubwa kabisa Afrika Mashariki na Kati, na wengi walikuwa nampa chapuo mwamuzi wa FIFA Arajiga, lakini Arajiga safari amewekwa pembeni. Na Arajiga yeye alichezesha pambano, kama mnakumbuka, alichezesha pambano la ngao ya hisani ambapo Young Africans walishinda kwa goli 1-0, bao la Pacome Zouzoua. Kwa hiyo msimu huu wa 2025-26 raundi ya kwanza ligi ya soka Tanzania bara, mwamuzi ambaye amepewa dhamana ya kuchezesha pambano la Kariakoo Derby kati ya Simba na Yanga ni Nasoro Mwinchui kutokea Tanga. Sasa huyu Nasoro Mwinchui ni mwamuzi wa aina gani? Ni mwamuzi ambaye kwanza ni miongoni mwa waamuzi wa kongwe ambao wanachezesha ligi ya soka Tanzania bara kwa muda mrefu sana, na ni mwamuzi ambaye amekuwa akipitia maoni mbalimbali ya wadau kukosolewa hapa na pale kwa aina yake ya uchezeshaji. Lakini cha kufahamu kutoka kwa Nasoro Mwinchui, huyu ni mwamuzi ambaye msimu uliomalizika wa 2024 2025 ndio mwamuzi ambaye alichezesha mechi nyingi za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa msimu uliomalizika alichezesha michezo 19 katika mzunguko wenye katika msimu wenye michezo 30. Huyu Nasoro Mwinchui yeye alichezesha michezo 14 katika msimu uliomalizika, na ndio mwamuzi ambaye alichezesha michezo mingi kuliko mwamuzi yeyote katika ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu uliomalizika. Na hii inakuonyesha kwamba ni mwamuzi ambaye anaaminiwa sana na bodi ya ligi kwa uwezo wake wa kutolea maamuzi mbalimbali akiwa katika michezo ambayo anaichezesha. Lakini kama nilivyokueleza hapo ni kwamba ni mwamuzi ambaye amekuwa akikutana na ukosoaji mkubwa. Kwa mfano msimu uliomalizika kwenye michezo mingi ambayo alichezesha Yanga alikuwa anakosolewa kwa kuwapa sana penalty Young Africans kwenye michezo ambayo wanacheza, penalty ambazo wengi walikuwa wanazihisi sio sahihi, especially kwenye mchezo dhidi ya Kagera Sugar ambapo Young Africans walicheza msimu uliomalizika na kushinda kwa magoli 4-0, lakini kwa bahati mbaya sana penalty ambayo aliwapa Young Africans Aziz Ki alikosa. Na ni mwamuzi ambaye kwa mashabiki wa Yanga mnatokea kuwa makini naye, kwa sababu kwenye michezo yenu mingi aliyochezesha msimu uliomalizika alitoa penalty ambazo Yanga hawakufunga. Kwa haraka nitawakumbusha michezo miwili. Mchezo wa kwanza ni mchezo dhidi ya Tabora ambapo Young Africans walifungwa magoli 3-1 katika uwanja wa Azam Complex. Aziz Ki alipoteza mkojo wa penalty ambao mwamuzi wakati alikuwa ni Nasoro Mwinchui. Lakini mchezo huo dhidi pia Kagera Sugar ambao Young Africans walishinda kwa magoli 4-1, mwamuzi wakati Nasoro Mwinchui alitoa tena penalty kwa Young Africans, lakini Aziz Ki pia kwa mara nyingine akaweza kupoteza. Lakini pia mchezo mwingine ambao uliwachangaza watu wengi na akaweka rekodi pia nyingine Nasoro Mwinchui msimu uliomalizika, ni mchezo ambao ulifanyika mwezi Februari mwaka jana, mwaka 2025, mchezo kati ya Pamba Jiji na Young Africans, mchezo ambao ulifanyika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, ambapo Young Africans walishinda kwa magoli 3-0. Mwamuzi Nasoro Mwinchui ndo alikuwa mwamuzi wakati katika pambano hilo, na aliweka rekodi ya kuwa mwamuzi pekee kwenye ligi ya soka Tanzania bara kuchezesha mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara pasipo kutoa kadi ya aina yoyote. Ni vitu ambavyo viliwashangaza wengi, licha kuwa na matukio ya utata ya hapa na pale, undava, rafu za hapa na pale, lakini mwamuzi huyo Nasoro Mwinchui hakutoa kadi yoyote katika mchezo wa Pamba
na Young Africans msimu uliomalizika. Msimu huu Nasoro Mwinchui hajachezesha mechi yoyote inawahusisha Yanga. Na kwa upande wa Simba msimu huu Nasoro Mwinchui amechezesha mechi moja tu ya ligi ya soka Tanzania bara. Kwa upande wa klabu ya Simba alikuwa ni mwamuzi wa kati katika mchezo wa Simba dhidi ya Mbeya City, mchezo ambao ulifanyika katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel, na mchezo ambao ulimalizika kwa Simba Sports Club kushinda magoli 3-0. Na katika mchezo huo tukio lilomtambulisha sana katika mchezo huo na mwamuzi huyu Nasoro Mwinchui ilikuwa ni tukio la kadi nyekundu, kumpa kadi nyekundu Vitalis Mayanga, mshambuliaji wa Mbeya City ambaye alimpiga kiwiko mchezaji wa Simba katika mchezo huo na akaonyeshwa kadi nyekundu. Kwa hiyo msimu huu Nasoro Mwinchui amechezesha katika mechi zinazohusisha Simba na Yanga, amechezesha mechi moja tu ya Simba na Mbeya City. Lakini kwa Young Africans bado hajachezesha mchezo wowote, lakini msimu uliomalizika ndio alichezesha mechi nyingi especially zinazohusisha kikosi cha Young Africans. Na hili ni pambano lake la kwanza kwenye karia yake ya uchezeshaji, kuchezesha dabi ya Kariakoo ya Simba na Yanga. Na ni nini ambacho wengi wanakisubiri kuona kitokea? Ni swala la kusubiri na kuona, lakini tahadhari kubwa sana kwa mashabiki wa Simba na Yanga. Nasoro Mwinchui ni mwamuzi ambaye haogopi kufunika mikojo ya penalti, lakini pia ni mwamuzi ambaye ana maamuzi kidogo ya utata. Kadi hizi kuna muda kichwa kikichemka anaweza akafanya maamuzi ambayo yakabaki yanawashangaza wengi, aidha kutoa kadi nyekundu ama matukio ya kadi nyekundu ambayo alipaswa kuadhibiwa na kadi nyekundu asifanye hivyo, asionyeshe hizo kadi nyekundu kwa matukio ya hovyo ambayo huwa yanaendelea mchezoni. Bwana, ni kwa ufupi tu, huyu ndo Nasoro Mwinchui, mwamuzi ambaye msimu uliomalizika alichezesha mechi nyingi za ligi ya soka Tanzania bara, akichezesha jumla ya michezo 14, zaidi ya mwamuzi yeyote wa katikati katika msimu uliomalizika wa 2024 2025. Ni nini ambacho tutarajia kutoka kwake katika mchezo wa Kariakoo Derby siku ya Jumapili hii? Andika maoni yako, andika comment yako katika channel yetu hii ya Mtaani TV, lakini endelea kusubscribe, endelea kushare taarifa zetu ili uwe wa kwanza kuzipata pindi zinapotoka. Yes, bana, kunaendelea kukucha na kupambazuka. Ni siku nyingine tena ambayo tunakutana hapa kujadili taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini taarifa kubwa ni kutokea katika bodi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara TPLB, ambao leo hii Jumaa asubuhi wametoa mkeka wa waamuzi ama marefari ambao wanakwenda kuchezesha pambano la Kariakoo Derby Machi 1 Jumapili ya wiki hii huko katika uwanja wa New Amani Complex Unguja visiwani Zanzibar, mchezo ambao ni wa raundi ya kwanza ligi ya soka Tanzania bara NBC Premier League kwa msimu huu wa mwaka 2025 2026. Waamuzi hao ni waamuzi wazawa kutokea nchini Tanzania, sio waamuzi wa kigeni kama wengi ambao walitarajia kama ilivyokuwa msimu uliomalizika. Na mwamuzi wa katikati amepangwa kuwa mwamuzi Nasoro Mwinchui kutokea Tanga, lakini pia atasaidiwa na Kasim Mpanga kutokea Dar es Salaam, ni line 1 huyu, lakini pia line 2 atakuwa ni Hamdani Saidi kutokea mkoani Mtwara, lakini mwamuzi wa akiba ni the one and only Ramadhani Kayoko kutokea Dar es Salaam. Na maoni yameweza kuwa mengi mitandaoni baada ya mkeka huo wa marefali kutolewa, kwa sababu watu wengi hawakutarajia kama mwamuzi Nasoro Mwinchui ndio atasimamia pambano hili kubwa kabisa Afrika Mashariki na Kati, na wengi walikuwa nampa chapuo mwamuzi wa FIFA Arajiga, lakini Arajiga safari amewekwa pembeni. Na Arajiga yeye alichezesha pambano, kama mnakumbuka, alichezesha pambano la Ngao ya Hisani ambapo Young Africans walishinda kwa goli 1-0, bao la Pacome Zouzoua. Kwa hiyo msimu huu wa 2025-26 raundi ya kwanza ligi ya soka Tanzania bara, mwamuzi ambaye amepewa dhamana ya kuchezesha pambano la Kariakoo Derby kati ya Simba na Yanga ni Nasoro Mwinchui kutokea Tanga. Sasa huyu Nasoro Mwinchui ni mwamuzi wa aina gani? Ni mwamuzi ambaye ni miongoni mwa waamuzi wa kongwe ambao wanachezesha ligi ya soka Tanzania bara kwa muda mrefu sana, na ni mwamuzi ambaye amekuwa akipitia maoni mbalimbali ya wadau kukosolewa hapa na pale kwa aina yake ya uchezeshaji. Lakini cha kufahamu kutoka kwa Nasoro Mwinchui,
Huu ni mwamuzi ambaye msimu uliomalizika wa 2024 2025 ndio mwamuzi ambaye alichezesha mechi nyingi za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa msimu uliomalizika alichezesha michezo 19 katika mzunguko wenye katika msimu wenye michezo 30. Huyu Nasoro Mwinchui yeye alichezesha michezo 14 katika msimu uliomalizika, na ndio mwamuzi ambaye alichezesha michezo mingi kuliko mwamuzi yeyote katika ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu uliomalizika. Na hii inakuonyesha kwamba ni mwamuzi ambaye anaaminiwa sana na bodi ya ligi kwa uwezo wake wa kutolea maamuzi mbalimbali akiwa katika michezo ambayo anaichezesha. Lakini kama nilivyokueleza hapo ni kwamba ni mwamuzi ambaye amekuwa akikutana na ukosoaji mkubwa. Kwa mfano msimu uliomalizika kwenye michezo mingi ambayo alichezesha Yanga alikuwa anakosolewa kwa kuwapa sana penalti Young Africans kwenye michezo ambayo wanacheza, penalti ambazo wengi walikuwa wanazihisi sio sahihi, especially kwenye mchezo dhidi ya Kagera Sugar ambapo Young Africans walicheza msimu uliomalizika na kushinda kwa magoli 4-0, lakini kwa bahati mbaya sana penalti ambayo aliwapa Young Africans Aziz Ki alikosa. Na ni mwamuzi ambaye kwa mashabiki wa Yanga mnatakiwa kuwa makini naye, kwa sababu kwenye michezo yenu mingi aliochezesha msimu uliomalizika alitoa penalti ambazo Yanga hawakufunga. Kwa haraka nitawakumbusha michezo miwili. Mchezo wa kwanza ni mchezo dhidi ya Tabora ambapo Young Africans walifungwa magoli 3-1 katika uwanja wa Azam Complex. Aziz Ki alipoteza mkojo wa penalti ambao mwamuzi wakati alikuwa ni Nasoro Mwinchui. Lakini mchezo huo dhidi pia Kagera Sugar ambao Young Africans walishinda kwa magoli 4-1, mwamuzi wakati Nasoro Mwinchui alitoa tena penalti kwa Young Africans, lakini Aziz Ki pia kwa mara nyingine akaweza kupoteza. Lakini pia mchezo mwingine ambao uliwashangaza watu wengi na akaweka rekodi pia nyingine Nasoro Mwinchui msimu uliomalizika ni mchezo ambao ulifanyika mwezi Februari mwaka jana, mwaka 2025, mchezo kati ya Pamba Jiji na Young Africans, mchezo ambao ulifanyika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, ambapo Young Africans walishinda kwa magoli 3-0. Mwamuzi Nasoro Mwinchui ndo alikuwa mwamuzi wakati katika pambano hilo, na aliweka rekodi ya kuwa mwamuzi pekee kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara kuchezesha mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara pasipo kutoa kadi ya aina yoyote. Ni vitu ambavyo viliwashangaza wengi, licha kuwa na matukio ya utata ya hapa na pale, undava rafu za hapa na pale, lakini mwamuzi huyo Nasoro Mwinchui hakutoa kadi yoyote katika mchezo wa Pamba na Young Africans msimu uliomalizika. Msimu huu Nasoro Mwinchui hajachezesha mechi yoyote inayohusisha Yanga. Na kwa upande wa Simba msimu huu Nasoro Mwinchui amechezesha mechi moja tu ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa upande wa klabu ya Simba alikuwa ni mwamuzi wa kati katika mchezo wa Simba dhidi ya Mbeya City, mchezo ambao ulifanyika katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel, na mchezo ambao ulimalizika kwa Simba Sports Club kushinda magoli 3-0. Na katika mchezo huo tukio linalomtambulisha sana katika mchezo huo na mwamuzi huyu Nasoro Mwinchui ilikuwa ni tukio la kadi nyekundu, kumpa kadi nyekundu Vitalis Mayanga, mshambuliaji wa Mbeya City ambaye alimpiga kiwiko mchezaji wa Simba katika mchezo huo na akaonyeshwa kadi nyekundu. Kwa hiyo msimu huu Nasoro Mwinchui amechezesha katika mechi zinazohusisha Simba na Yanga, amechezesha mechi moja tu ya Simba na Mbeya City. Lakini kwa Young Africans bado hajachezesha mchezo wowote, lakini msimu uliomalizika ndio alichezesha mechi nyingi especially zinazohusisha kikosi cha Young Africans. Na hili ni pambano lake la kwanza kwenye kariera yake ya uchezeshaji, kuchezesha dabi ya Kariakoo ya Simba na Yanga. Na ni nini ambacho wengi wanakisubiri kuona kitokea? Ni swala la kusubiri na kuona, lakini tahadhari kubwa sana kwa mashabiki wa Simba na Yanga. Nasoro Mwinchui ni mwamuzi ambaye haogopi kufunika mikojo ya penalti, lakini pia ni mwamuzi ambaye ana maamuzi kidogo ya utata. Kadi hizi kuna muda kichwa kikichemka anaweza akafanya maamuzi ambayo yakabaki yanawashangaza wengi, aidha kutoa kadi nyekundu ama matukio ya kadi nyekundu ambayo alipaswa kuadhibiwa na kadi nyekundu asifanye hivyo, asionyeshe hizo kadi nyekundu kwa matukio ya hovyo ambayo huwa
yanaendelea mchezoni. Bwana, ni kwa ufupi tu, huyu ndo Nasoro Mwenchui, mwamuzi ambaye msimu uliomalizika alichezesha mechi nyingi za ligi kuu ya soka Tanzania bara, akichezesha jumla ya michezo 14, zaidi ya mwamuzi yeyote wa katikati katika msimu uliomalizika wa 2024 2025. Ni nini ambacho tutarajia kutoka kwake katika mchezo wa Kariakoo Derby siku ya Jumapili hii? Andika maoni yako, andika comment yako katika channel yetu hii ya Mtani TV, lakini endelea kusubscribe, endelea kushare taarifa zetu ili uwe wa kwanza kuzipata pindi zinapotoka.